Zanzibar ni moja kati ya visiwa vinavyozidi kushika kasi kwenye ramani ya utalii duniani, ikipokea zaidi ya wageni milioni 2 kwa mwaka. Idadi hii inaonyesha wazi namna kisiwa hichi kinavyoendelea kuwa kivutio kikubwa cha kimataifa. Lakini nyuma ya ukuaji huo wa utalii, kuna maisha halisi ya watu wake. Mitaa iko hai, biashara zinachangamka na vijana wanapambana kutafuta fursa za kila siku. Inapofika weekend, ndipo picha halisi inaonekana zaidi. Wengine wanachangamkia ujio wa watalii kufanya biashara, na wengine wanachagua kupumzika, na wapo wanaoingia kwenye burudani. Leo tumeingia mtaani Zanzibar kufahamu kweli halisi. Je, wananchi wanatumiaje wikendi yao? Ili kupata picha halisi, tumezungumza na wananchi mbalimbali hapa visiwani Zanzibar, wakazi na wafanyakazi wa kawaida, kila mmoja akiwa na mtazamo wake juu ya wikendi yake. Wapo wanaoiona kama muda wa kupumzika na wengine burudani, lakini wapo wanaigeuza kuwa chanzo cha kipato. Hebu tuwasikilize wanasemaje. Mimi weekend yangu sana sana huwa naimalizia kazini, lakini pia sometimes huwa napata muda wa kupumzika, na huo muda wangu wa kupumzika sana sana nakuwa nalala au natizama movie. Yaani chochote kitakachonijia akili, kwa sababu sina ratiba ambayo imenyooka. Yaani mimi ratiba zangu ndo ya kushtukizwa zile. Kuna hiki chomoke niende. Lakini pia hiyo weekend yangu kuanzia labda Ijumaa mpaka Jumapili naweza nikatumia kama manake hiyo kula yangu mimi mtihani. Kwa hiyo naweza nikuambia naweza nisitimize hata 10,000 kwa siku. Kwa hiyo Ijumaa. Kwa hiyo naweza kuanzia hiyo Friday mpaka Sunday, si ndio? Nikawa nimetumia labda haizidi hata 50,000. Mimi napenda beach. Lakini beach zenyewe zipo mbali huku. Kwa pia na huo umbali unanifanya pia nisiwe naenda hizo sehemu. Siku moja nakuwa naenda huku maeneo ya Stone Town na Zurura, piga mishe, ruti nini, urojo pale, wanapaitaje pale kwenye urojo? Kwa Kombo. Mimi ni mpenzi wa kula. Kwa hiyo mara nyingi weekend yangu naitumia kwenye kuzunguka migahawa mbalimbali. Napenda sana kutest hizi special cuisines kama Italian, Asians. Vijana na washauri tutumie weekend zetu vizuri na ipasavyo, kwa sababu weekdays tunakuwa busy na majukumu ya kazi. Kwa hiyo siku za weekend tuzitumie vizuri kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo vitatuletea maendeleo yetu binafsi pamoja na maendeleo ya taifa kiujumla. Most of likely out nje ya mji kidogo, shamba, ama kama kuna maeneo yote mazuri anywhere around, napenda kuspend time mwenyewe. Wajipende. Yaani ndio ushauri wangu mkubwa kwa vijana, wajipende. Najua tunafanya kazi, tunahangaika, lakini mwisho wa siku kwa nini tunahangaika? Kwa ajili yetu wenyewe, tunatafuta kwa ajili yetu wenyewe. Wajipende. Kuweka akiba ndio moja ya kujipenda mwenyewe. Kwa hiyo unapotumia lazima utakuwa na formula zako za maisha. Kipi unaweka, kipi unatumia, kipi unawekeza sehemu. Hiyo ni mpangilio wa mtu binafsi, lakini jipende. Hapo ndipo swali linakuja. Vijana wanapaswa kufanya nini ili kuhakikisha wikendi zao zinawajenga kiuchumi na si kuwabomoa kifedha? Kwa mtazamo wa kitaalam zaidi, tumezungumza na afisa kutoka mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, akitoa mwanga kwa vijana juu ya matumizi sahihi ya wikendi, akisisitiza nidhamu ya fedha na umuhimu wa kuweka akiba. Ushauri kwa vijana jinsi ya kuitumia weekend, mimi ningewashauri wangekuwa na muda, yani watenge muda kutumia weekend yao vizuri zaidi, kwa wale watu ambao hawapati ule muda wa wiki nzima kwenye majukumu yao ya kazi. Manake kwa mfano, wiki nzima wapo kwenye majukumu ya kazi, sifikiri kama mtu anapata kukaa na familia vizuri, ndugu, jamaa. Kwa hiyo weekend ni siku nzuri kwa kuzitumia kukaa na watu ambao wanatakiwa upate muda wako, ule muda ambao wewe hupatikani. Yani huo ndo ushauri wangu kwa vijana. Hii ndio weekend ya cash out kutokea hapa visiwani Zanzibar, ambapo kila weekend inaweza kuwa hasara au faida, inategemeana na maamuzi yako. Kutokea hapa visiwani Zanzibar, mimi ni Thabit Madai na hii ni Clouds TV.